Yamenyoka. Yani sijafahamu kiundani kuhusu wewe, kama maisha yako yanaenda kwa utaratibu gani, kama yamenyoka tu ama yanakutana na changamoto nyingi ama yanakutana na vizuizi vingi, bado sijafahamu hilo. Lakini kiuhalisia wewe unayafahamu maisha yako A to Z. Yani hakuna mtu ambaye hapa duniani anayeyajua maisha yako zaidi yako wewe. Yani kuna kiwango wewe unajua maisha yako, na nikisema hivi maana yake ni kwamba hauwezi ukajidanganya. Yani hauwezi ukasema I'm okay wakati you are not okay. Hauwezi ukasema naendelea vizuri wakati kiuhalisia ndani yako hauendelei vizuri. Kwa hiyo unaweza labda ukatudanganya sisi ama ukasema tu uongo, lakini wewe ndio unajua haso zako, wewe ndio unajua changamoto ambazo wakati mwingine unakutana nazo kwenye maisha yako, kwa sababu maisha yamejaa mapingamizi mengi sana. Maisha yamejaa vizuizi vingi sana. Maisha yamejaa vitu ambavyo vimekuwa vikikublock ama vinakuzuia ama vinakuchelewesha. Kuna mambo mawili, unaweza ukazuiliwa ama ukacheleweshwa kuelekea kwenye hatima yako. Unaweza ukacheleweshewa majibu yako, majibu ya maombi yako, ama unaweza ukazuiliwa usifike kwenye majibu yako. Sijui kama unanielewa vizuri, na hiki ni kitu ambacho kipo duniani, labda kama haujui na labda kama haijakutokea wewe, lakini watu wengi sana, as I speak now, ninavyozungumza sasa, watu wengi sana wanapita kwenye mazingira ya aina hii. Yani si kwamba hawaoni kesho zao, wanaziona kesho zao, lakini namna ya kuzifikia kesho zao imekuwa changamoto. Sijui unanielewa vizuri. Natamani nikurudishe nyuma kidogo, napenda kukufundisha neno la Mungu. Nikurudishe nyuma kidogo kwa habari ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli, kabla sijakupeleka kwenye maandiko, wakati wanatoka kwenye lile taifa la utumwani Misri, wakati wanatolewa Misri pale na Mungu, kwa msaada wa Mungu, wakitolewa na Musa pale, unaona wazi kabisa ya kwamba walishapewa tangazo wanaelekea wapi, na lile tangazo lilitoka wakiwa bado wako utumwani. Mimi na wewe tunakubaliana, Mungu aliwaambia, alituma ujumbe akawaeleza ya kwamba ninawatoa kwenye taifa la utumwani, ninawapeleka Kanaani, nchi yenye maziwa na asali, nchi yenye raha, mkastarehe, mkafurahi. Unanielewa ninachokizungumza? Lakini lile ni tangazo ambalo lilitolewa wakati wako bado utumwani. Okay, back to you. Nirudi kwako kabla sijaendelea na wana wa Israeli. Ninachojaribu kukuonyesha ni kwamba unaweza ukawa unaiona kesho yako kabisa, unaweza ukawa unaiona hatima yako kabisa, lakini mtihani unakuja hapa katikati, wewe kufikia hiyo kesho yako, wewe kukutana na majibu ya maombi yako, wewe kukutana na baraka zako, wewe kukutana na muujiza wako. Hapa katikati ndo kunaweza kukawa na mbilinge nyingi sana, kunaweza kukawa na changamoto nyingi sana hapa katikati, na adui amekuwa akioperate hapa katikati kuhakikisha mambo mawili. Jambo la kwanza, anakuzuia. Akishindwa kukuzuia, anaingia kwenye jambo la pili, anakuchelewesha. Kwa hiyo unajikuta kuna kitu litakiwa kipate leo, unakipata kesho. Na mimi na wewe tunakubaliana, jambo likichelewa moyo unaugua, kwa sababu hata Biblia inatueleza hivyo. Kuna jambo likichelewa kwenye maisha yako, kuna ndoa ikichelewa kwenye maisha yako, kuna kazi ikichelewa kwenye maisha yako, kuna haki fulani ambayo ulitakiwa kuipata ikichelewa kwenye maisha yako, si tu moyo kuugua peke yake, lakini kuna vitu vingi sana kwenye maisha yako vinaweza vikakwama. Kuna mtu unazungumza naye na ananielewa. Kuna vitu vinaweza vikakwama kwenye maisha yako kwa sababu kuna jambo limechelewa. Kuna simu imechelewa kupigwa, kuna email imechelewa kutumwa. Unanielewa vizuri? Kuna ujumbe umechelewa kuupata. Kwa kuna kitu kinaweza hapa katikati kikaharibika ama kikaharibiwa kwa sababu kuna kitu ambacho kilitakiwa kije on time na kikachelewa kuja. Unanielewa ninachokizungumza? Hilo ni jambo lingine. Lakini pia adui amekuwa akitengeneza mazingira ya kukuzuia kabisa usiende kwenye hatima yako, usiende kwenye hatima yako. Natamani nikurudishe kwa wana wa Israeli, nikuonyeshe kwenye kitabu cha Joshua sura ya 6. Kuna vitu nataka nikuonyeshe hapa, alafu utanielewa. Maybe, labda unaweza ukanielewa ninachokizungumza. By the way, mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri. Haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Kwa kweli ninafuraha sana kukupata wewe na kupatana na wewe hapa kwa njia ya mtandao. Ni mpango kamili wa Mungu. Hakuna energy yoyote ama nguvu yoyote ambayo imetumika mimi kukupata wewe ama wewe kunipata mimi. Najua kabisa ni kusudi la Mungu, kila jambo na kila kitu kinatendeka kwa mpango wake. Kwa hiyo ni kusudi la Mungu wewe kuwa kwenye hii madhabahu, na ukishaelewa ya kwamba ni kusudi la Mungu wewe kuwa kwenye hii madhabahu, ujue kabisa kuna baraka yako ambayo imeambatana na hii madhabahu, ama naweza nikasema kuna baraka yako ambayo imefungamanishwa na hii madhabahu. Manake ni kwamba hautakiwi kuwa wa kawaida kwenye hii madhabahu, hautakiwi kuichukulia kawaida hii madhabahu.
Kinyume na hapo, kama kusingekuwa na kitu chako kwenye hii madhabahu, maana yake usingekutana na hii madhabahu. Sijui kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Kama hakukuwa na sababu ya kukutana na mtu fulani kwenye maisha yako, hakukuwa na ile sababu, maana yake usingekutana na huyo mtu. Mimi sitaki kujua kwamba huyo mtu amebeba machungu kwako ama amebeba furaha kwako, lakini chochote ambacho anakiprovide kwako, chochote ambacho anakizalisha kwako, kulikuwa kuna mpango. Wakati mwingine tunaletewa watu ambao ni kama wanakuja kuweka uchungu kwenye maisha yetu, lakini kumbe wanatengeneza somo. Kuna somo linatengenezwa kwa ajili ya kesho zetu. Kwa hiyo hatutakiwi kuwadharau hao watu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Mimi kipindi cha nyuma kidogo niliwahi kuwa na mjomba wangu anko, sawa. Nilipata nafasi nzuri sana ya kuishi naye kwa muda mrefu. Kipindi fulani nimeenda naye anko. Kwa zamani na kwa mtazamo, this is my uncle, huyu ni anko wangu. Kwa mtazamo wa zamani alikuwa unaweza kuona ni kama alikuwa anakutesa, ni kama alikuwa anakutumikisha, ni kama kwa akili ile ya kitoto, unaona mbona kama nateseka hapa kwa anko, mbona kama napitia, mbona kama napitia changamoto, mbona kama kazi ni nyingi. Lakini baadaye nilikuja kuelewa, baadaye alinifanya kuwa mtu ambaye naweza nikajishughulisha pasipo kusimamiwa. Yani naweza nikafanya mambo yangu yakaenda, na haijalishi nitapita kwenye nyakati gani, watu watanikataa, nitapita kwenye mazingira gani, lakini ilinisaidia sana ule msingi ambao anko aliweka. Kwa kipindi kile sikumpa shukrani, lakini kwa kipindi hiki ninatoa shukrani zangu, kwa sababu ninaona matumizi ya ile huduma ambayo alinipatia, ama ninaona matumizi ya ile elimu ama yale maarifa ambayo aliweka ndani yangu kipindi kile, anavyoweza kuniamsha asubuhi na kunipa kazi nyingi. Natoka hapa naingia hapa, natoka hapa, na wakati mwingine unaona tu mbona kama kazi hizi haziendani na kiwango changu cha umri na nini, lakini bado alikuwa anakutengenezea hayo mazingira. Leo hii moyo wangu umejaa shukrani sana kwa habari ya anko wangu, kwa sababu ninajiona vile nina survive kwenye haya mazingira. Okay, nikurudishe kwenye swala la madhabahu. Kwenye swala la madhabahu, unaweza ukachukulia kawaida madhabahu, lakini unashindwa kuelewa leo unachojifunza hapa madhabahuni kinaweza kikawa na msaada mkubwa sana kwenye kesho yako. Sasa nikusaidie kitu. Unapo skip darasa, unaporuka darasa, hautaki kujifunza, hautaki kufunga, hautaki kuomba, hautaki kutoa sadaka, kwa namna yoyote, unaposkip darasa, manake utakuja kukutana na changamoto mbele ambayo ilikutaka utumie maarifa ambayo leo hii umeaskip. Si kama unanielewa vizuri? Namba ya msaada madhabahuni ni 0758708804. 0758708804. Hauko hapa kwa bahati mbaya, unanielewa vizuri. Ibada zetu za usiku zinafanyika kila siku usiku kupitia YouTube channel ya Siri za Biblia. Ukiandika tu hivyo itakuwa rahisi kabisa, lakini unaweza ukajiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ambayo utakuwa unapata mafundisho zaidi na unapokea linki ambazo zinakupeleka kwenye maombi. Muda wa maombi ukifika, 0758708804. Naitwa Pastor Innocent Mashauri. Ninachojaribu kukuonyesha kwa siku ya leo ni kwa habari ya vizuizi ambavyo vimekuwa kwenye maisha yako, vizuizi ambavyo vimekuwa kwenye maisha yako, na unaweza ukajipa tathmini mwenyewe, ama ukajifanyia tathmini mwenyewe, ukajitazama mwenyewe, ukajiasesi mwenyewe, ukagundua tu ya kwamba si kwamba hauioni kesho yako, lakini kuna vizuizi hapa katikati ambavyo vinakuzuia we kuiona kesho yako. Na nikakueleza kwa habari ya wana wa Israeli, si kwamba walikuwa hawajui wanaenda wapi. Walishatangaziwa wakiwa utumwani kabisa ya kwamba wanaenda kwenye nchi yenye maziwa na asali. Walikuwa wanalielewa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Na hata walipotoka utumwani wakawa wanaendelea na safari ile miaka pale jangwani, bado kuna wapelelezi waliokuwa wanawatuma, wanaenda wanarudi na taarifa. Nenda kasome kitabu cha Hesabu 13, kuna vitu utaviona pale. Walikuwa wanatuma wapelelezi. Okay, unamalizana na Hesabu, nenda kaangalie kwenye Kumbukumbu la Torati, nenda zaidi kwenye kitabu cha Joshua anatuma wapelelezi wengine. Ile tu inakuonyesha ya kwamba kesho zetu tunaziona, lakini hapa katikati bado kuna vita, bado kuna vitu ambavyo vinazuia. Na natamani ni kuonyeshe kwa habari ya ukuta wa Jeriko. Ukuta wa Jeriko, moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinawazuia wana wa Israeli kuendelea mbele, kilikuwa kinawazuia na kilikuwa designed kwa ajili ya kazi hiyo. Mimi sijui kwenye ulimwengu wako wa kiroho ni vitu vingapi ambavyo vimejengwa ama vimetengenezwa ama vimesimikwa ama vimewekwa kwa ajili ya kukuzuia wewe kuendelea mbele, lakini vipo. Naweza nisijue vingapi kwenye maisha yako, lakini vipo. Angalia kitabu cha Joshua sura ya 6. Kuna kitu utakiona ambacho ninajaribu kukizungumza hapa. Joshua sura ya 6 ukianza mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi: milango ya kuingilia mjini Yeriko ilikuwa imefungwa imara kwa ndani. Kwa lengo gani?
Angalia tu mstari wa kwanza kabla hatujaenda mbali zaidi. Milango ya kuingia mjini Yeriko ilikuwa imefungwa imara kwa ndani, kuwazuia Waisraeli wasiingie. Are you listening? Unaelewa ninachokizungumza hapa? Tukizungumza kwa habari ya Yeriko, Yeriko ilishapata taarifa kwa habari ya movement ya wana wa Israeli toka Misri, namna ambavyo Mungu alikuwa anawapigania, Mungu alikuwa anawasaidia, Mungu alikuwa anawatetea, na Mungu alivyokuwa anatembea nao, na tunaona namna ambavyo walipata ushindi hata kwa baadhi ya mataifa ambao walipambana nao wakiwa njiani wakielekea kwenye nchi ya ahadi. Kwa hiyo Yeriko sasa ikatengeneza mazingira ya kuwazuia wana wa Israeli ili wasiweze kupita kwao, wasiweze kuingia kwao. Neno la Mungu linasema malango yakafungwa kwa ndani, na ni malango imara, tunaita walls, maukuta. Nikisema ukuta natamani unielewe, yani ni ukuta haswa. Ukuta haswa ukajengwa na lengo la kujenga ule ukuta, ama lengo la kuwekwa kwa ule ukuta, ama lengo la yale malango kufungwa kwa ndani, kufungwa kwa uimara sana kwa ndani. Lengo ilikuwa ni moja tu, kuwazuia wana wa Israeli wasiingie, kuwazuia wana wa Israeli wasipite pale. Malango yakafungwa. Mimi kama nazungumza na maisha yako kwenye ulimwengu wa roho, ni malango mangapi yamefungwa wewe usipite kwenda kwenye kazi yako? Ni malango mangapi yamefungwa kwenye ulimwengu wa roho wewe usipite kwenda kwenye ndoa yako? Ni malango mangapi? Na kwa bahati mbaya unaweza ukachukulia vitu kawaida, ukadhani tu ya kwamba ni nyakati hizi, ni kipindi hiki, haya mambo tu sometimes huwa yanatokea. No, kuna malango yamefungwa. Ahadi ya Mungu haiwezi ikazuiliwa na mazingira. Kwa hiyo usije ukasema tu unajua kuna vitu havitokei kwa sababu ya mazingira ya sasa hivi, unajua maisha ya siku hizi mambo hayako hivyo sana, tofauti na zamani. Hapana, Mungu hazuiliwi na mazingira. Ukiona kuna vitu haviendelei vizuri, ujue katika ulimwengu wa roho kuna shida. Katika ulimwengu wa roho kuna shida. Kuna malango ambayo yamefungwa kwa ndani na yamefungwa kwa ajili yako. Si kama unanielewa? Huenda hayajafungwa kwa ajili ya familia yako, yamefungwa kwa ajili yako. Huenda hayajafungwa kwa ajili ya ofisi yako, yamefungwa kwa ajili yako. Huenda hayajafungwa kwa ajili ya wafanyabiashara wote, lakini yamefungwa kwa ajili yako. Ndio maana wengine wanaweza wakaendelea vizuri na biashara zao. What about you? Vipi kuhusu wewe? Wengine wanaweza wakaendelea vizuri kabisa kwenye kazi zao. Vipi kuhusu wewe? Wengine wanaweza wakaendelea vizuri kabisa, wanapata promotion kazini, wanaendelea vizuri kazini, mambo yamebambam, yako poa kabisa. Lakini vipi kwa habari yako wewe? Mbona wewe unakwama pale pale kazini ambapo wengine wanainuliwa? Si kama nazungumza na mtu ananielewa. Malango yanaweza yakafungwa personally kabisa kwa ajili yako. Wengine wanaweza wakasurvive kwenye familia vizuri kabisa, lakini vipi kwa habari yako? Mbona magonjwa ni kwako tu? Mbona hizi changamoto ni kwako tu? Mbona hizi shida ni kwako tu? Manake nazungumza kwa habari ya lango. Pata nafasi, nenda kawaulize wana wa Israeli, lango likafungwa kwa ajili yao. Soma Joshua sura ya 6 mstari wa kwanza, unaona kitu ninachokizungumza hapa. Malango yalikuwa yamefungwa imara kwa ndani, kuwazuia wana wa Israeli wasiingie. Wana wa Israeli wasiingie. Malango yamefungwa specifically kwa ajili ya wana wa Israeli. Manake watu wengine walikuwa wanaweza wakaingia, vitu vingine vilikuwa vinaweza vikafanyika, lakini when we speak, tunapozungumza kwa habari ya wana wa Israeli, no, hawatakiwi kuingia. Ni watu wangapi mmezuiliwa kupata vitu fulani kwenye maisha yenu? Ni baraka ngapi zimezuiliwa kwenu kuwafikia? Ni mafanikio mangapi yamezuiliwa kukupata wewe? Na kesho yako sio kwamba hauioni. Sometimes unaiona kesho yako, sometimes unalala kwenye imagination, kwenye ndoto, unaona kabisa kesho yako, vile ambavyo unatakiwa kuwa, vile ambavyo unatamani kuwa mtu mkubwa, na unauona huo ukuu ndani yako, lakini ukiamka kila kitu kinarudi nomo, kila kitu kinabaki kawaida, maisha yako ni yale yale. Nisikilize nikwambie, huo sio mpango wa Mungu wewe kuwa wa kawaida. Huo sio mpango wa Mungu wewe kuona kesho yako na hauifikii. No, huo sio mpango wa Mungu. Mungu ana mpango mzuri na maisha yako. Ukiangalia kitabu cha Yeremia 29:13, unaona mawazo ambayo Mungu anakuwazia wewe. Anasema to prosper you, kukufanikisha kwenye kesho yako. Biblia ya Kiingereza inasema kwa habari ya kuprosper, kwa habari ya kukufanikisha, kwa habari ya kukubariki, kwa habari ya kukuinua. Hayo ndo mawazo ya Mungu. Manake kama unaiona kesho yako na unashindwa kuifikia, something is wrong somewhere, na kuna kitu lazima kishughulikiwe. Kuna malango lazima yabomolewe. Mimi napenda kwa habari ya wana wa Israeli na kiongozi wao Joshua, hapa kwenye sura ya 6 kuna maelekezo ambayo Mungu aliwapatia, na yale maelekezo ndo yaliwapeleka taratibu, wakajikuta ni watu ambao wanaenda kuuangusha ukuta wa Yeriko, wanatengeneza historia nyingine na wanapita pale pale ambapo walizuiliwa kupita. Mimi sijajua nani yuko tayari
Sijajua who is ready, kwa sababu ni swala la maamuzi. Ni swala la maamuzi. Wana wa Israeli walikuwa na uwezo kabisa wa kugoma na kusema bwana, huu ukuta umefungwa hapa, malango yamefungwa, tutafute plan B. Na walivyokuwa na tabia ile ya kugoma, wana tabia sana ya kuzira, kukata tamaa, wanatamani kurudi, walikuwa na sababu zote kabisa za kugoma. Kwa ni swala la maamuzi. Mimi sijajua nani yuko tayari, ambaye akiyatazama maisha yake anaona no, this is not my life, haya sio maisha yangu. Akitazama level alionayo 2026 anaona kabisa no, this is not my level, hii sio level yangu, hiki sio kiwango changu mimi. I know myself. Mimi najijua mwenyewe, najua ndoto, maono nilionayo, najua mawazo makubwa nilionayo kwenye maisha yangu. No, hii sio level yangu. Mimi sijui nani ananielewa ninachokizungumza, sijui nani ananielewa. Lakini kuna malango ambayo yamefungwa mbele yako, na usipoyashughulikia utabaki hapo hapo, miaka nenda miaka rudi. Ndio maana kuna ndugu zetu, kuna watu wetu walishindwa kushughulika na haya malango, ndio maana mpaka leo hii tuko hapa. Hiyo familia yako iko hapo kwa sababu kuna malango hayakushughulikiwa. No, hatuwalaumu wazazi, hatuwalaumu walezi, lakini kuna maarifa huenda waliyakosa na kuna malango akashindwa kuyashughulikia. Sasa wewe uliyepata maarifa, una kazi ya kufanya kwenye familia yako, una kazi ya kufanya kwenye maisha yako. Acha kuyaacha maisha yako yawe ya kawaida. No, amua kubadili maisha yako kwa njia ya maombi. Kuna namna ambayo tunaweza tukatumia hayo malango yakafunguka kwenye ulimwengu wa kiroho. Yule Mungu aliyewasaidia wana wa Israeli, malango yakafunguka, kuta zikaanguka za Jeriko, wakapita. Ndo yule Mungu ambaye leo hii tuko naye kwenye madhabahu ya Siri za Biblia. Si kama kuna mtu ananielewa. Huyu Mungu tuliye naye sio fotokopi, sio Mungu mwingine eti labda Mungu wa Agano la Kale alikuwa ni mwingine, sasa hivi tumepewa Mungu mwingine. No, the same God, same God. Mungu yule yule ambaye aliangusha ukuta wa Jeriko, Mungu yule yule ambaye alitenganisha bahari, wana wa Israeli wakapita, Mungu yule yule aliyewasaidia wana wa Israeli kwenye vita zote za yale mataifa 7 ambao walikuwa wanawazuia kwenda kwenye taifa la maziwa na asali. Mungu yule yule ndo Mungu ambaye tunamuita leo, ndo Mungu ambaye tunamtumikia leo, ndo Mungu ambaye tunamtegemea leo, ndo Mungu ambaye tunamuomba kwenye hii madhabahu. Same God, na nguvu zake ni zile zile. Aliyetenda jana anaweza akatenda na leo. Aliyeangusha ukuta wa Jeriko jana anaweza akaangusha ukuta wa Jeriko ambao unakuzuia wewe. Aliyewasaidia wana wa Israeli kwa sababu ya agano alilofanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo, ndo Mungu ambaye analitazama agano lile lile alilofanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo kwa ajili ya kutusaidia sisi. Sijui kama unanielewa vizuri. Anyway, tukutane kwenye sehemu inayofuata, lakini tuna ratiba nzuri sana ya kuingia kwenye maombi, na ni maombi ya mfungo. Mimi sijui umekwama wapi, sijui umezuiliwa wapi, sijui umeshikiliwa wapi, lakini one thing I know, na jambo moja ambalo ninalijua ni kwamba kuna kuta za Jeriko ambazo zinatakiwa zianguke, hazitakiwi kuendelea kwenye maisha yako. Kataa ukawaida huu mwaka, kataa ukawaida. Tunaingia kwenye hatua nyingine ya kwenda kuangusha kuta za Jeriko na yale malango yaliyofungwa kwa ndani kwa uimara. Kuna namna tunaenda kutumia ili tupate msaada wetu. Namba ya msaada madhabahuni 0758708804. Mimi ni Pastor Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Una nafasi ya kuwasiliana na sisi kwa ushauri wa kiroho, maombi na maombezi, lakini zaidi sana maombi ya usiku, midnight prayer, yanapatikana YouTube kila siku. Tunaomba live kabisa saa 6 kamili za usiku. Unaweza ukajiunga na sisi kwenye YouTube channel ya Siri za Biblia. Usisahau kusubscribe ili iwe rahisi zaidi tunapoingia kwenye maombi, unakutana nayo moja kwa moja. Nikutakia wakati mwema, tukutane kwenye sehemu inayofuata. Nikupe kanuni za kukusaidia kuweza kuangusha hizo kuta za Jeriko ambazo zimezuia mambo yako mengi sana. Unanielewa vizuri? Shalom kwa sana.